ya mwezi wa 5 mwaka 2026, kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo dhidi ya Said Issa Mohamed na wenzake wawili, pamoja na bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, iliitwa mbele ya Jaji Ngunyale. Haya ikiwa ni maombi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo katika wadhifa wake kuweza kujiunga katika kesi ya msingi namba 8323 ya mwaka 2025, ambapo Said Issa Mohamed na wenzake wawili wanadai kwamba kuna mambo ambayo sio mazuri katika chama chetu kuhusiana na swala la mgawanyo wa mali, na vile vile kwamba wanakosa haki zao za kushiriki katika siasa kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa kesi hii leo ilikuwa imekuja kwa ajili ya kutajwa, ni kwamba baada ya kupata wito wa mahakama kwamba kesi imepangwa leo. Kwa hiyo sisi tumekuja na mwenyekiti amekuja baada ya kwamba alichelewa. Kesi ilipangwa saa 3 kasorobo, lakini nadhani tumeanza kama 3:30 au 3:45. Sasa ni jaji baada amekuja, jaji ameweza kutusikiliza kwa ufupi kwamba leo kesi imetajwa, na ametoa maelekezo kwa upande wa sisi ambao tunajibu maombi kwamba tujibu ndani ya siku 7, kwamba tupeleke vile viapo kinzani kwenye maombi yale ya mwenyekiti kwa muda wa siku 7 kuanzia leo mpaka tarehe 1, kwa sababu kesi itasikilizwa tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 katika mnamo saa 3 asubuhi. Lakini leo umeweza kuona kwamba wanachama wengi walikuwa na mwitikio mkubwa sana wa wanachama kuja kuhudhuria kesi, lakini wamezuiwa kuingia mahakamani na mwenyekiti mbele ya Jaji Ngunyale ameweka wazi kabisa kwamba hii kesi na maslahi ya umma. Kwa hiyo siku inapokuja tarehe 2 ya mwezi wa 6, basi kesi hii isikilizwe katika mahakama ya wazi ambayo itatoa nafasi kwa pande zote kuweza kusikilizwa. Jaji alipotuuliza kama sisi wadau wengine tulikuwa tuna chochote cha kusema, tukasema hatupingi hoja hiyo. Kwa hiyo jaji akasema atatoa maelekezo tarehe hiyo. Lakini kingine ni kwamba kesi ile ya msingi ambayo ilikuwa imerudishwa kutoka mahakama ya rufaa ikarudishwa mahakama kuu, inatolewa uamuzi wake tarehe 28 ya mwezi huu wa 5. Itatolewa maamuzi yake siku hiyo tarehe 26 ya 28. Basi tutategemea kwamba kesi hii itaendelea, itategemea nini kitakachoamuliwa tarehe 28 ya mwezi huu wa 5 2026. Kwa hiyo mambo bado yapo, lakini tunasema tutavuka mto tukiufikia. Kwa hiyo tarehe 20 tuangalie tarehe 28 maamuzi ya mahakama yanasemaje. Kama mahakama inasema bado ina mamlaka ya kusikiliza kesi hii, basi tutaendelea tarehe hiyo, tutapata maelekezo mazuri. Kesi ya mwenyekiti itakuwa na msingi wa kuweza kuendelea tarehe 2 ya huo mwezi wa 6. La kama kesi ya msingi haina nguvu, basi hata ile kesi ya mwenyekiti na yenyewe itaporomoka kwa namna hiyo. Lakini haya yote yasubiri tarehe hizo, na ndio tutaweza kujua nini ambacho kitaamuliwa na mahakama. Asanteni sana.